Habari zako ndugu yangu mpenzi wa Sauli Channel. Ni matumaini yangu ya kwamba uko salama kabisa na ubuheri wa afya. Siku ya leo nilikuwa napenda kuelezea kidogo juu ya maradhi yanayosumbua vitunguu ili uweze kufanikiwa kutoa magunia mengi katika mashamba yako ya vitunguu. Je, ni mambo gani ya msingi ya kuweza kuzingatia ili usije ukaingia hasara katika kilimo cha vitunguu? Ili uweze kupata faida katika mashamba yako ya kilimo cha vitunguu, cha kwanza kabisa ni lazima ujipange kwenye baadhi ya mambo. Mfano, vitu kama mbolea, nitakuwa ujipange kwenye mbolea, nitakuwa ujipange kwenye madawa, lakini pia natakiwa ujipange katika timu ya kutolea majani. Narudia tena, jipange kwenye timu ya kutolea majani. Vitunguu havitaki majani. Ukiwa kama hujajipanga kwenye vitunguu kwenye kutoa majani, jua kwamba utaingia hasara. Kwa sababu vitunguu vikipata majani unakula hasara. Kama ukiangalia kitunguu chetu hapa kina afya nzuri kwa sababu tumezingatia majani. Majani, hatujaacha majani hata kidogo. Na kama unaona kwamba nguvu ya majani huna, nunua dawa inaitwa Oxfen. Dawa ya Oxfen ni dawa ambayo inaenda kuua majani yote. Na Oxfen utahakikisha kwamba Oxfen unaiweka hata ikizidi hata milizi 25, weka hata milizi 40 saa nyingine kama majani. Na yale majani yasizidi inchi 2. Yakishazidi inchi 2 kuya control ni shida sana. Kwa majani tu yanapoanza yakiwa madogo kama hivi, inabidi unaanza kuyapiga dawa. Majani yakiwa madogo kama hivi, inabidi unaanza kuyapiga dawa. Kwa hiyo siache jani likawa kubwa kwa sababu hata dawa ya majani haitaweza. Lakini zingatia kitu kingine kama kwamba sumu, kuna utitiri. Utitiri unasumbua sana vitunguu. Kwa kuwa utitiri unasumbua sana vitunguu kwenye majani, mfano unachukua ukifungua jani lako namna hii, utitiri anakaaga huku ndani. Kwenye vitunguu vyako anakaa huku ndani. Kwa hiyo inatakiwa hiki kincha hiki unachokiona hichi kisipinde, kikae katika hali ya kijani. Kikipinda tu, hii ni utitiri umejaa. Kwa hiyo unakuwa jioni na asubuhi unakuja kutembelea shamba lako, alafu unatakiwa ukague hii ncha. Lakini kitu kingine pia cha kuzingatia ni maji. Inabidi uzingatie maji, kwamba kila baada ya siku 7 uweke maji. Lakini pia angalia kwamba unyevu unakuwa kiasi gani. Kitunguu hakitaki maji yawe mengi sana. Kitunguu kinataka unyevu uwe at least mdogo mdogo. Unyevu at least uwe mdogo kidogo kama hapa tunaona. Unyevu sasa hivi hapa ni mdogo. Kwa hiyo unyevu unapokuwa mdogo unasupport kitunguu kimee vizuri. Kwa hiyo usije ukaweka kitunguu chako kikaanza kuweka maji kama mpunga. Zingatia sana. Maji yanatakiwa yawe wastani. Lakini pia sumu, zingatia booster. Booster ni kitu cha msingi sana. Lakini pia zingatia mbolea ya chini. Unaweza ukaweka dapu, ukaja urea, ukamalizia kani. Inategemeana na nguvu ya shamba lako la nguvu kiasi gani. Lakini pia unaweza ukaweka tu hata dapu ukamalizia na kani. Inategemeana na nguvu ya ardhi yako. Wengine hawaweki urea. Lakini sumu kama Profenos. Angalia kwamba unapiga Profenos vizuri kabisa, sababu Profenos ndio inaenda kuua utitiri. Lakini pia zingatia dawa ya ukungu. Nunua dawa inaitwa Zanto. Dawa Zanto inaenda kuua ukungu. Mfano msimu wa mvua huu sasa hivi, ukungu unasumbua sana kwenye vitunguu. Kwa hiyo zingatia hayo nilokuambia. Ukungu ni kitu cha msingi sana cha kuzingatia. Dawa ya ukungu unaipiga yenyewe. Kila baada ya siku 5 unapiga dawa ya ukungu inaitwa Zanto. Hivyo basi, zingatia haya mambo. Unapolima kitunguu kama unataka ufanikiwe, mambo gani ya kuzingatia? Cha kwanza, nimekwambia kwamba setting ya shamba lako unabidi useti vizuri maji ili kwamba hata kama yanakuwa mengi, hizi ferreges zipitishe maji vizuri na saa nyingine uweze kuachia maji yaweze kutoka yote. Lakini kitu kingine pia zingatia katika kupanda. Panda katika sehemu ambayo haitasongamana sana.
Panda sehemu ambayo itasongamana sana, iwe sehemu ambayo ni distance kitunguu cha kiwe kinaweza kujiviringisha. Lakini kitu kingine pia zingatia, unapopanda tu anza kuweka mbolea ya dapu ili kitunguu kiweze kupanda juu pesi. Baada ya kuweka kitunguu dapu, zingatia kupiga dawa ya majani. Ikishaanza tu majani yakishaanza kutoka pale, anza kupiga dawa ya majani ili kuweza kuua yale majani. Na dawa hiyo nimekwambia ni Oxfen. Baada ya kupiga dawa ya majani, zingatia kupiga dawa ya ukungu na booster na dawa ya utitiri, kwa sababu utitiri ni hatari sana na ukungu ni hatari sana. Kwa hiyo unapiga tena dawa ya utitiri ambayo inaitwa Profenos. Lakini hapo unapopiga Profenos unapiga pia na nini? Unaweka na booster. Booster unachukua NPK, foliar booster. Unapiga ikiwa kwenye kiwango kama ni ndogo ndogo. Lakini vinazokuwa juu unapiga zile nani za flowering, booster za flower zile nyekundu. Lakini zikiwa ndogo ndogo bado hazijabeba, unaweka booster zile ambazo za kijani. Kwa hiyo zingatia katika hayo ninayokuambia. Ndani ya miezi 2.5 kitunguu chako kulichokipanda kinakuwa kiko tayari, unaweza kukivuna na ukaanza kutengeneza hela kubwa sana. Karibuni sana katika Sauli channel, tuendelee kujifunza zaidi na zaidi. Mungu akipenda tutaendelea tena kukaribishana shambani kwetu kama jinsi tunavyoona. Mungu awabariki sana na niwatakie mwaka wa mafanikio 2026. Bye bye.